endelea kusalia nami. Na tukiendelea na taarifa zaidi, tuzamie hili ambapo familia mbili kaunti ya Embu zinaomboleza vifo vya watoto wao wawili waliouawa kwa kupigwa risasi na maafisa wa polisi. Wawili hao waliaga wakati wa maandamano ya kulalamikia utepetevu kutoka kwa idara ya polisi na hali mbaya ya hospitali ya Ishiara Level 4. Clement Masombo anaeleza. Hali ya wasiwasi imesalia katika eneo la Ishiara baada ya vijana wawili kupigwa risasi na kuuawa na polisi wakiandamana kuhusu hali mbovu ya hospitali ya Ishiara. Na mahali Kariuki ameuawa, hakuna nduka, hakuna soko, hakuna mawe. Nikashindwa kwa nini aliuawa mtoto wangu. Hakuwa na kitu ya mtu, hakuwa na njiwa, ati alikuwa na ruhusa njiwe. Kulingana na walioshuhudia, wawili hao hawakuwa na hatia yoyote isipokuwa kushiriki maandamano wanayosema yalikuwa ya amani. Maandamano yao ilikuwa ianzie pale junction ya Catholic kwenda hadi kwa soko ya Mbuzi, alafu warudi tena wachukue hiyo barabara waingie Ishiara sokoni. Wakapiga raundi moja huko sokoni kwa lami wakitembea. Hakuna mtu alichukua kitu ya wenyewe. Maandamano ya amani tukaifanya, tukiwa na yeye tumefurahia, tukafanya maandamano vizuri. Tukarudi tena kwa hii soko ya Ishiara, tukafanya maandamano peaceful. Sasa tukaenda hospitali pia yenyewe tukafanya peaceful. Lakini hapo ndo tulifika polisi wakaanza kutumia nguvu. Vifo vya Mugo na Kariuki vimeibua hisia miongoni mwa wakazi, wakilaumu maafisa wa polisi kwa kutumia nguvu kupita kiasi. Nikasikia ati huyu askari alimwa anaitwa Mumo. Nikauliza si afadhali ampige mguu ama niwawe kwa aniasie mtoto. Ni mtoto mdogo, ako na 32. Familia zao sasa zinalilia haki, zikitaka uchunguzi kufanywa na hatua kuchukuliwa dhidi ya maafisa waliohusika. Kama familia tukitaka serikali ifuatilie huyu askari, aseme ni nini kiliendelea, ndio amutoe hii dunia. So mimi nataka haki ya mtoto yangu isukuliwe. Juu serikali injachukulia hiyo kitu maanani, na wanasindikizanga wamezoea kusindikiza watu na kuambia tutashughulika, hiyo inaisha. Huku hayo ya kijiri, Inspector General wa polisi Douglas Kanja amemsimamisha kazi OCS wa kituo cha polisi cha Ishiara ili kufanikisha uchunguzi wa haki. Mashirika ya kutetea haki za binadamu na viongozi pia wameingilia wakidai haki kwa familia. Patrick Kariuki, Morris Njoe, those two young souls will not die in vain. Hao watu watakufa tu kwa sababu ya kukufa. They are not dogs or cats. They are young people of this Republic of Kenya. Clement Masombo, KTN. Na mtazamaji, taarifa hiyo yake Clement Masombo inanipa fursa ya kuingia madukani. Leo usiende mbali, mwenzangu Hassan Juma atakuwa anakujuza